Moja ya taarifa ambayo kwa sasa inazungumziwa sana huko mitandaoni ukipita ni kuhusiana na Niffer, ambako siku ya leo Niffer pamoja na wenzake 21 wameweza kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa mashtaka yao, ambapo wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka hayo na wakili wa serikali mwandamizi Clemence Kato mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya. Kwa sasa upande wa mashtaka wanaendelea kuwasomea mashtaka hayo. So hiyo ni taarifa ambayo imeweza kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo tarehe 7 2025 Novemba. Unaona bwana, kwa hayo ndo makosa matatu ambayo Niffer na wenzake wamesomewa, ni makosa ya uhaini. Kosa la kwanza linahusu washtakiwa wote, ambapo ni kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Na kosa la pili, Niffer hayumo, lakini wale wengine 21 wote wameshtakiwa kwa pamoja, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kusitisha na kutishia mamlaka, na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa mmoja peke yake ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 kwa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake.